Siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Wali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa Mungu katika maisha yako. Yaani na hata usiku wote umeweza na kumuona akiwa Mungu. Na kuamka kwako katika uso wa dunia kwa asubuhi ya leo ni kupitia tu kwa nguvu zake. Sio kupitia kwa nguvu za yeyote yule, mbali kupitia kwa nguvu zake. Na ndio maana huwa ninakukumbusha kwamba tunafaa kumshukuru kila wakati. Ukiamka tu katika uso wa dunia. Yaani hiyo ni baraka ya kwanza. Unafaa kumshukuru. Hata iwe umeweza kupitia nini? Hata uwe unaweza sema kwamba uliweza na kulala na hauna amani yoyote, mshukuru kwanza. Maana umeweza na kuamka akiwa amekubariki na uhai kwa siku ya leo. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka. Ili tukaweza na kuendelea na kunyunyiziwa hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tutaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Karibu sana, tubarikiwe pamoja. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo watazamaji wa Undugu TV. Si jambo. Na wakaribisha tena kwa siku ya 5 ili tuweze kuwa pamoja katika neno lake takatifu, ambayo ni neno kila wakati inatutia nguvu na kila wakati inainua wengi ambao wamefinyiliwa, hakika wakiwa hawaoni njia wanaona njia. Basi kwa pamoja tuweze kusoma Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 46. Nitaenda kusoma kwa pamoja. Huo mstari unasema hivi: Nathanaeli akamwambia, "Laweza neno njema kutoka Nazareti?" Vilivyo akamwambia, "Njoo uone." Tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, uketie mahali pako patakatifu, kiti ambacho kimeinuliwa juu zaidi, kwa unyenyekevu twasongea mbele zako, tukiomba uweze kuwa pamoja nasi. Jehova Mungu, ni wakati wako ambao tunautazamia, ndiposa ukaweze kutenda kwetu. Ninapoenda kunena siwezi bila wewe. Wanapotazama watumishi wako, Jehova Mungu, hakika ukawape nguvu mpya, na shida ya mmoja hitaji ya mwingine ukatekeleze, na ndiposa tuweze kukushukuru. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Lengo hilo tutakayo kuwa nayo ni, je, laweza neno jema kutoka Nazareti? Haisifasa. Laweza neno jema zuri kutoka kwako? Kwa hivyo neno linaendelea nikisema ya kwamba maneno yenye tumesoma ni uneni wa watu wale ambao Yesu Kristo aliweza kuwapata ule wakati alikuwa akianza kufanya kazi ya Mungu ile ambayo aliitiwa. Na Yesu Kristo aliweza kuwapata, tukisoma 43, aliweza kuwapata watu wengi sana mahali pale ambayo ni vilivyo. Tunasoma tena hata wanafunzi wengi sana, hata huyu Nathanaeli, Andrea, Petro aliwapata hao watu wa kwanza alipokuwa akianza kazi. Hawakuwa wanajua kana kwamba Yesu aliye neno ya kwamba atakuja humu duniani ndiposa aweze kuokoa mwanadamu, ndiposa aweze
yake kuweka lingi yetu na Mungu wetu. Kwa hivyo aondoe vizuizi vyote kupitia kwa damu yake pale msalabani. Kwa hiyo hawakuwa wanajua kana kwamba ameanza kufanya kazi. Kwa hivyo hao ambao amewatokea, aliwatokea na wakanena nao, wao wakaitikia. Lakini huyu mmoja Nathanaeli alipoambiwa na vilivyo kwamba wamemuona yule Yesu aliyetabiriwa ya kwamba atakuja awe Mwokozi, hakukubali, na kweli alinena neno ambalo linanenwa na wengi. Alimuuliza vilivyo, kweli Nazareti kunaweza toka hata neno jema? Wacha kuniambia Yesu, ni kama tu alikuwa anasema hivyo. Wacha kuniambia mambo ya Yesu. Nazareti kunaweza toka kitu kizuri, jambo nzuri, neno nzuri. Yesu akufurahia. Manake hata vilivyo aliposibisha akamwambia, je, uone kweli yeye mpaka wakati ule aliamka akaenda akamuona Yesu ndio aliitikia. Lakini Yesu hakufurahia. Ukisidi kusoma haya maandiko, Yesu alimwambia, nilikuona ulipokuwa umeketi chini ya mtini, ulivyoambiwa nimekuja hukuitikia, na nilikuona wakati ule. Manake alipomtokea alimuita jina lake akashangaa, na hiyo ni nani anajua jina langu? Kumbe akajua ile wakati ndio alijua kweli ni huyo Yesu nilipokuwa nikiambiwa kuhusu habari yake. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, ambaye mara nyingi uitikii mambo ya Biblia hii, unasikia lakini kule kutenda hakuna, ninakusii asubuhi njema leo, hata endapo utalipata hili neno jioni, hata ikiwa utalipata mchana, maana unaweza ipata mchana hata jioni na wakati wowote ile, wewe ni mtu yule anayeambia na hana imani, na hakika wewe ni mtu yule unayesoma Biblia na uitikii kama Biblia ni neno la kweli. Unapoambiwa kuhusu Yesu, jinsi yule Yesu anataka kufanya moyoni mwako, anataka kufanya hata na kazi yako, wewe Yesu ukaitikia, unaangalia, unaona kweli tunasidi kuambiwa mambo kuhusu Yesu. Ati babu zetu waliambiwa, nyanya zetu waliambiwa, hakuna lolote lile lilitendeka. Hapana, ni heri uende kwa mganga unikive, unaenda kukufa huko. Heri ukubali huyu Yesu Kristo ambaye anajua na anatujua kabla hatujamjua. Kwa hivyo leo huyu mtu ambaye anaitwa Nathanaeli, ambaye aliamini alipomwona Yesu, Yesu tutamuona kwa matendo, macho kwa macho. Yesu tutamuona atakaporudi mawinguni. Lakini saa hii kwa maana neno la Mungu ni la kweli. Amini ukisema, amini ukisemewa, amini ukihubiria ya kwamba huyo Yesu tumkubali na tujue ya kwamba anaweza na atatuwezesha. Jambo lingine ningependa kuongea na kutia moyo, manake kuna watu wengi sana washasema hautabarikiwa, washasema hautaendelea, washasema watoto wako hawatasoma. Ukianza kazi tu hivi wanasema hautaweza kuendelea na hiyo kazi. Wamekuhesabia masiku, wamekuhesabia miezi, wamekuhesabia miaka, wakisema hakika hakuna chochote kitaonekana kwako. Ingawaje Nathanaeli alisema Nazareti hakuwezi kupatikana jambo zuri ama neno nzuri, ningependa kukuambia ya kwamba kwako kutawezekana, jambo zuri litaonekana. Watu wataonekana wamesoma, watu wataonekana wenye fedha, watu wataonekana ambao wahubiri na watahubiri kama mashahidi ili neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wacha kukufa moyo, jitie moyo, na aliambiwa na vilivyo, je, yeye kwa hiyo haruka, je,
alitenda, hata kutendea, maana alitenda kwa wengi na atatenda kwako. Kwa hivyo wachana na majirani, wachana na ndugu zako, wachana na mahanga za mahanzi ambao ni shoti ganzi kila wakati. Mtanzania huyu Yesu, je, unaona Yesu na ataenda kukutendea. Kwa hivyo ninakusini tukwambia ya kwamba hata ikiwa dada yangu ulikuwa na mchumba mahali amekuacha, umesoea akikuacha, this only one time. Je, kwa Yesu na aliyetenda hapa hakika atatenda kwako. Waliosema utaoleka, utaolewa. Waliosema hautaoa, utaoa. Waliosema mabibi watakuwa wakienda, saa hii watabibu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kutaonekana bibi akiwa pale, kutaonekana watoto wakitembea pale. Hakika mandhari unayotazama kwa majirani yatatembea kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo this one time kutaonekana jambo zuri kwako, na jambo jema litatendeka kwako, hata litatendeka kwangu. Tuamini na huyu Yesu ambaye anaona na amepanga kabla sisi hatujapanga. Maana yake tunaomba mapenzi yako yatendeke humu duniani kama huko juu mbinguni. Mapenzi ya Mungu yatendeke, maana yake ni ya kubarikiwa na ni ya kuondolea aibu yote. Na ndugu yangu, tusimame na tuseme Yesu ni Bwana, na tukae na huyu Mungu. Bwana Yesu na alibariki neno lake. Amina. Ni asante Yesu Kristo, ni kwa maana tunalisikia neno lako. Neno lako hakika mahana litatembelea wengi, manake wameviakia mara nyingi sana. Wamenenewa mabaya Jehova Mungu, mangumu na mazito ndani ya mioyo yao na akili zao, hata saa hii hawana utulivu. Yesu Kristo, uliyeongea na Nathanaeli, ongea na mtu ambaye ameketi mahali, ongea na mtu ambaye amelazwa pale hospitalini, ongea na mtu ambaye anatembea kwa njia ya kilia, ongea na mtu ambaye anakuita kila wakati, ongea na mtu ambaye hana utulivu. Leta utulivu kwake Yesu Kristo, endapo Bwana ataupata na atauishi. Kumbusha roho yake kusema ni asante na shukrani kuu. Tutendee mema yako na maajabu yako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amen. See you. Asubuhi ya leo tumeweza na kuona kwamba kuliweza na kutokea swali ambalo yani ni kama tu ilikuwa ni ya madharau kiasi fulani. Maana hapo swali lilikuwa kwamba yani Nazareti kunaweza na kutokea kitu ambacho yani kinafaa, neno njema linaweza na kutokea pale, kitu chema kinaweza na kutokea pale. Mnasemaje kwamba mmeweza na kumuona yule ambaye aliweza na kutabiriwa hizo siku za Musa? Atoke wapi? Nazareti? Hapana. Asubuhi ya leo mtazamaji wetu, tumeweza na kufundishwa na tukaweza na kujua kwamba wengi wanaweza na kuona kwamba hata kwako hakuwezi kukapatikana kitu ambacho kinaweza kuwa ni cha msaada. Hata kwako kunaweza na kusemekana kwamba katika maisha yako uwezi ukawa yani mtu ambaye anaweza hata na kusaidia wengine. Kunaweza na kuonekana katika ile familia hapo mambo ya hapo yaliweza na kuisha kitambo sana. Katika ile familia hakuwezi kukatokea mtu ambaye anaweza kuwa na jina, mtu ambaye anaweza kuwa vile ambavyo mnatueleza. Kutoke wapi? Atokee wapi katika ile familia? Hapana. Lakini Mwenyezi Mungu ni yeye huwa ana mipango juu ya maisha yetu. Kile ambacho alipanga utaitwa siku moja, utaweza na kuitwa.
Kama aliweza na kupanga kwamba utaweza na kuingia mahala fulani, utaweza na kuingia wakati wake ukifika. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote ataweza na kutimika kwa wakati wake, maana wakati wake ni mwema kila wakati, na ukifika huwa umefika. Hawa waliweza na kuona, wakawa na tashwishi kuhusu Nazareti kutoke nani. Waliona kwamba Yesu hawezi akatokea pale. Waliona huko wakaweza na kudharau. Unaweza na kudharauliwa na binadamu, lakini Mwenyezi Mungu anakuona vingine. Mwenyezi Mungu amekuita jina lingine kuliko lile ambalo waliweza na kukuita. Wanaweza na kukuita majina kupitia zile situations ambazo uko, yani ambayo unayapitia, lakini Mwenyezi Mungu anakuona vingine. Wacha tumpe nafasi akatuone vingine. Mwenyezi Mungu akatuone akiwa juu mbinguni, lakini sio kuona tu binadamu kila wakati. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, akaweza na kuona kile ambacho kiko ndani yako na akaweze na kukitimiza. Pia ni siku ambayo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka kwako wewe mahali popote pale utashinda ukiwa. Mwenyezi Mungu na akutangulie na neema yake ikutoshe. Shalom.